ngili au watu wanasingiziwa? Mimi nafikiri hivi, ndio kwa sababu tupo na daktari hapa, tungemwachia fursa daktari azielezee ili tuweze kupata kunufaika, ili tusimchanganye katika maelezo. Lazima daktari apate ufahamu wetu, sisi tunafahamu vipi? Maana daktari bila jamii si daktari bwana. Au daktari unasemaje? Mimi sina ufahamu, ila nipo na peni hapa na kwa ajili ya kusikiliza, ili kama kuna jambo lolote la kuuliza niweze kuuliza. Sio nipo na peni na daftari langu hapa, nasikiliza vizuri kwa ajili ya kuandika. Lakini wewe unafahamu vipi kuhusiana na ngili kama wewe mdau wa kawaida? Ngili kama alivyosema mwalimu ndio ufahamu wangu huo. Mwalimu kasemaje? Okay, sasa haina shaka kwa sababu ufahamu ni mrefu sana na ngili ni pana sana. Kwa daktari, hebu tunaomba ujaribu kutuelezea kwamba kubana kwa tumbo chini ya kitovu hususan katika kipindi cha baridi, je, inanasibiana vipi na swala zima la ngili? Hiyo point kwanza mimi niseme ni kubana kwa viungo vilivyoathirika vyote na swala zima la ngili. Sio basi kwenye kubana kwa tumbo, sababu hata korodani zinabana kama una ngiri ya korodani. Sawa? Ndio. Tuseme ngiri sawa kama magonjwa mengine yoyote vile, lakini ngiri kidogo ina uspecial fulani kwa kukusanya au kuhusika au kuhusishwa na baadhi ya misuli muhimu mikubwa ya mwilini. Sijui tunaelewana? Tupo pamoja. Tunaelewana Tupo pamoja. Hii ndio ngiri bwana. Tupo pamoja. Sawa baadhi ya misuli mingi mwilini, sawa? Kwa hiyo immediate action kuna nini tunasemaga, sehemu yenye tatizo hilo ikisense baridi kali. Sio tunaelewana? Misuli huwa inasinyaa kwa haraka mno. Tunaelewana kitu hicho? Lakini pia nikiongezea hapo kidogo, tulidefine ngiri kwamba ni kitu au ulinini vizuri, hali ya sehemu ya mwili. Hali ya sehemu ya mwili kujipenyeza. Sawa? Sio kujipenyeza kuhama katika sehemu yake ya asili na kujipenyeza katika sehemu ambayo sio rasmi. Kwa hiyo kama imejipenyeza, tunaelewana? Maana hiyo sehemu itakuwa either imejikunja au imekuwa ndefu kuliko kawaida. Sio tunaelewana? Kwa hiyo ile sehemu itakuwa imefanya nini? Itakuwa imetanuka tuseme. Tunaelewana jamani? Ndio. Kwa hiyo ukipatwa na ubaridi wowote mkali, sawa lazima ile misuli yote isense pale. Sawa misuli yote ikisense ile ndio kunakuwa kule kuvuta sasa. Kwa sababu ile sehemu haifai kubaki open. Ile sehemu ni sehemu, kuna sehemu kimejiingiza tu, lakini pale kwa uhalisia wake panakuwa pameziba. Unaelewana? Kwa hiyo ikipatwa baridi kali, ile sehemu inajikunja, inataka irudie katika uhalisia wake wa zamani. Unaelewana sijui? Ndio inapelekea hiyo hali kujisikia maumivu. Kwa yote kuna dalili nyingine hapa. Lakini tumbo kunguruma na kujaa. Imeeleweka, lakini hii point naona kama mimi nimeelewa kwa kiasi fulani. Si sana lakini imeeleweka. Nadhani imeeleweka Naam. Pia kuna tumbo kunguruma pamoja na kujaa gesi. Tumbo kunguruma pamoja na kujaa gesi, hiyo ni dalili nyingine. Na imani kwa sababu tumeshampa fursa daktari aweze kutuelezea. Naam. Jitahidi kuwa tuna nguvu ndugu yangu. Naam, labda mimi niseme kitu kimoja. Mimi sijaje hapa kupoteza muda. Kabisa. Unaelewana? Ndio. Kwa hiyo samani daktari kama tumekukera, lakini usijali. Unajua ndo vijana bwana. Sawa? Kwa hiyo naomba tujitahidi kuweka mawazo yetu hapa kwanza. Sababu niko na wengine wanatoka wamfanya hivi. Tuweke mawazo yetu hapa kwa sababu kuna watu naona wataanza kuuliza na maswali ambayo tushafanya nini? Tushaelezea tayari. Kwa hiyo naomba tuwe na ushirikiano. Tuwe na ushirikiano, tuweke mawazo yetu hapa kwa muda ili tuweze kumalizana hili swala inshallah. Naam. Kwa nadhani dalili ya pili nimeizungumza hapa ni tumbo kupiga mingurumo na kujaa gesi kwa kiwango kikubwa. Unaizungumzaje dalili daktari? Unaizungumzaje dalili? Kama daktari hajajibu kutokana na kama awali ulivyozitaja zile dalili tukaisha kati, zinaonekana dalili ni nyingi sana. Kwa tutajitahidi kushirikiana wote kwa pamoja kuweza kujibu kuzipangua. Nafikiri tauli kwa dalili ya mwanzo kutia maelezo, kutia mkazo kwenye maelezo. Kwa hiyo inaonekana pale mwanzo kama mtu aliyepata na ugonjwa wa ngiri, kuna sehemu ya misuli tayari kwa ishatanuka. Kwa hiyo ikajipenyeza kwa kuingia kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo unapokuja kupata na baridi, ile misuli inasinyaa. Kwa hiyo sinyaji yake tayari kuna sehemu nyingine ishabanwa kwa sababu iliondoka katika kwenda kwenye sehemu nyingine. Kwa maumivu yanakuja kwa taswira
kama hiyo, kwa sababu mwili ukipata joto ina nini, inarudi katika hali yake. Inatanuka. Tanuka. Ukipata baridi ndio sasa inavorudi na kwa kama imebanwa na mlango. Sasa kile kuna neno lingine nafikiri labda tukuitoa mwanzoni kwenye tanbii kuhusiana na ugonjwa wa ngiri. Tulisema ngiri exactly haina sababu maalum ni kinasababishwa na kitu gani. Kwa watu wamefanya research wameafikiana hawajapata jibu maalum ugonjwa wa ngiri unasababishwa na kitu gani. Kwa ndio maana kutokana na hicho hata sababu zao zingine zinaweza kuja from nowhere. Wengine wakajitahidi wakasema wengine ndogo tuseme. Wengine wanasema sigara, wengine kunywa pombe, umri, kuchoka, stress. Yaani mlipuko tu. Lakini hakuna jibu la moja kwa moja ambalo linapelekea kusema Chanzo ni hiki. Chanzo ni hiki. Kwa nafikiri hapo tumefahamiana kuhusiana na hilo jambo. Kabisa. Kwa zingine zinakuwa hazina maelezo sana marefu ya kitaalamu kwa sababu asili ya ugonjwa wenyewe pia ufahamiki ni nini. Kwa sababu kama tutaka kuprove hilo tunakuja katika ushahidi wa kwamba mtoto mchanga anazaliwa na nini? Na ngiri. Kwa kama ingekuwa na sababu, hiyo sababu kaipata kwa mama yake au kaipata kwa nani? Na hapa tujiandika kurithi. Na lakini katika sababu za kizungu au sababu ambazo katika watu wanafanya utafiti, kurithi pia ipo. Yaani ipo ipo ya ngiri, kurithi ipo ni sababu mojawapo, lakini ile haina mashiko. Hiyo sababu ya kurithi daktari ipo hiyo. Mimi niseme tuendelee. Hili swala tutakuja tuligusie vizuri. Sawa? Swala la sababu tutakuja tulielezee kidogo vizuri kwa sababu zilizopo ni sababu dhaifu au sababu ndogo ndogo. Lakini sababu zenyewe ndo dalili zenyewe. Na kusema na ukweli, hizi tulizokuwa nazo tunazozifahamu ni nyingi, si chache. Ni maana ni pendekezo, hazina uhakika maana. Zipi? Watu wa madaktari wakubwa waliofanya research hizi wakapendekeza hizi ninazoziona kama kubana kwa tumbo chini ya kitovu, hizi ni kama dalili. kunguruma kwa nini? Na hizi ni dalili, si sababu. Sababu ndo hazina majibu maalum, lakini dalili zina mwelekeo. Na mwelekeo zinafahamika kuhusiana na. Tukimaliza na dalili tugusie sababu kidogo. Okay, sawa. Mwalimu, kutokana muda unakwenda sana na mambo ni mengi. Kasi lengo tupate faida. Tumbo kujaa gesi pamoja na kunguruma. Ili mwalimu analizungumziaje? Of course niseme kuna baadhi ya point tusizipeleke sana kivile. Ndio. Sawa lakini ni mechanism nzima ya mfumo wa umengenyaji wa chakula ukiwa na tatizo la ngiri, haswa sehemu husika. Sio kwamba ukiwa na tatizo la ngiri ya mguuni alafu itakuja ihusishe na huku. Sio, tunaelewana? Ukiwa na sehemu husika kama inahusiana na tumbo, basi moja kwa moja mmengenyaji huaga mbovu. Sawa mmengenyaji ukiwa mbovu manake chakula kinafyonjwa sana maji. Kikifyonjwa sana maji manake kinakuwa kikavu tumboni, na kikuwa kikavu tumboni asilimia kubwa ya sehemu inayobaki inabaki na upepo tu. Tunaelewana tuendelee. Okay sawa, lakini tukiachana na dalili hiyo pia kuna dalili nyingine ya labda nasema korodani. Tunasema kwa kauli nzuri ni korodani. Korodani kuvimba au kuuma ukishika. Yaani ukishika inakuwa nauma au kupotea. Naam. Hiyo naizungumziaje mwalimu? Korodani kuuma au kuvimba au kupotea kidogo hapo kuna maelezo. Kwa nini hii point usiweke chini ili tuje tuielezee vizuri? Na unajua muandike kabisa, muandike tutaelezea vizuri chini. Okay. Kwa mwisho kwa hizo point zote zikiisha chini tuielezee vizuri sababu ni pana. Okay sawa. Kama mimi nikirejea una point hiyo ulikokuelezea kwamba kwa mtu tumbo kufanyaje? Kunguruma. Tumbo kunguruma linakuwa linaunguruma linasikia kabisa kwa kusikika. Na kujaa gesi inapelekea mpaka unakosa tamu ya kula au kila kitu kidogo tu nasikia umeshashiba tayari. Kwa hiyo nafikiri maelezo yake yako kama hiyo. Sahihi kabisa. Kuna dalili nyingine hapa, kupata haja ngumu kama ya mbuzi. Nafikiri hapa ameshagusia kidogo mwalimu, amesema kutokana na umeng'enyaji na chakula tatizo. Chakula kinakuwa kikavu, kwa ile mechanism ya kupata kile choo pia kinakuwa kigumu. Kwa inabidi utumie pulling sana kujipush, na automatic kitakuja kwa choo cha nini? Kigumu. Okay sasa tukiachana dalili hiyo pia kuna dalili nyingine ya kwenda chooni mara kwa mara. Je, hii pia tunaizungumziaje? Sawa. Hiyo dalili kuna chooni mara kwa mara nyingi inakuwa inatokea kwa upande wa wanawake. Si kwa upande wa wanaume. Kwa mara nyingi inatokea kutokana na upande wa wanawake, hasa pale anapobanwa na hilo chango la uzazi. Lakini sio mara nyingi sana kutokea, kwa sababu dalili yenye nguvu kiasi. Okay sasa pia tukiachana na hiyo kuna dalili nyingine ya kufaa tendo la jinao, unakuta umepiga goli moja tukiwa kama mwanaume alafu unashindwa kurudia. Je, labda mwalimu pia hiyo unaizungumziaje? Naam. Hiyo nafikiri mwache daktari kidogo aiguse. Naam, karibu daktari. Hiyo tuseme
tuliongelea kwamba ngiri katika baadhi ya audio tuliongelea kwamba ngiri ni mojawapo wa sababu za kufanya nini? Za kupunguza nguvu za kiume, sawa? Ndio. Na 90% ya ngiri inahusisha au inahusiana na mfumo mzima wa nguvu za wa chimbuko la nguvu kwa ujumla. Sio tunaelewana? Mfumo wa uzazi. Mfumo wa uzazi Wa yani kike au wa kiume. mfumo wa uzazi moja kwa moja. Hiyo wa kike au wa kiume. Ndio maana utasikia korodani imevimba. Korodani ndio sehemu mbegu zinapofanya nini? Itakuwa storage. Kwa korodani kama imevimba maana yake joto litakuwa kali mle ndani, mbegu zitakuwa zinakufa ovyo ovyo. Kwa hiyo itakuwa vigumu kutungisha mimba. Sio umeelewana? Mfano ndio huo. Sawa? Kwa moja kwa moja. Okay, Endelee. sasa tukiachana hiyo pia wakati mwingine mtu anaweza kujikuta tendo la jimaa ukilifanya mwanzo ghafla katika tendo mule nakuta uume unaishiwa nguvu. Upo katika Tunarudi- tendo unakuta uume umeshiwa Tunarudi nguvu. kule kwenye mfumo mzima kuathirika. Kwa hiyo swala lolote litakalohusisha na uume sawa manake limeathirika kutokana na Mfumo mzima wa mfumo mzima. uzazi. Pia tukiachana na dalili hiyo pia kuna dalili nyingine hii kupoteza kwa nuru ya macho. Hapo. Kupoteza Kwa nuru ya macho. yani uonaji kidogo unakuwa ni hafifu. Na nilimsikia sana mwalimu mzee. mmoja hapa Hapa. katika ugeni wake akazungumza hilo swala kwa kina kwamba mimi kidogo nasumbuliwa na macho. Sawa sawa. Na katika dalili tulizozitaja akasema nahisi kama na mimi naweza nikawemo. Daktari labda unatuambiaje kuhusiana na nuru ya Na macho? hisi tulitaja kwamba ngiri zinatokea sehemu yoyote na ngiri ni aina nyingi na kwenye macho zinaweza kufanya nini? Zinaweza katokea. Ni chepesi sana misuli midogo midogo ya ufahamu ya macho sawa ni miembamba mno kuliko unavyofikiria wewe. Sawa? Kwa muda mwingine hata ukiangalia mwanga mkali misuli inaweza kachanika hapo hapo. Lakini inaweza kachanika aidha midogo ya damu isichanike mikubwa zaidi yenye tuseme yenye umuhimu zaidi. Kwa nini unahisi kwa nini macho yetu sometimes yanakuwa mekundu sana kwa wale sawa wanaochomelea mageti wanaochomelea nini? Sawa? Muda mwingine kimshipa kidogo cha damu tu kinachanika basi. Picha linaisha unakuta damu imevujia kwenye jicho muda wote na huku imebebwa imetolewa hata bila kwenda hospitali yenyewe tu imezunguka tena imetoka basi mambo yamefanya nini? Yameisha. Kwa muda mwingine misuli midogo midogo ya macho inaweza kuwa mfano nini? Imechanika au misuli ile ya ufahamu. Lakini tunasema ngiri popote itakapotokea huwa inavuta baadhi ya misuli. Ukiangalia kuna mtu unaweza kukuta korodani imevimba imekuwa kama beseni. Na watu wanapelekwa India mtu amekaa hivi lakini korodani iko. Watu waingie Google waangalie. Korodani imefika yani kama beseni tuseme ile kubwa tuseme. Sawa? Kuna mtu niliangalia korodani nini yake ili ilivyopimwa ilikuwa na kilo 120. Sisi tunaelewana kilo 120 mwingine mguu ulikuwa umevimba na kilo sijui 100 ngapi. Ingia sana Google utaviangalia vitu kama hivyo. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo muda mwingi korodani ikivimba kama vile unaviona hivyo, basi unahisi ile inakula nini? Imevimba imekuwa kama beseni. Misuli ya ufahamu yote, mishipa ya ufahamu mingi inakuwa imepitia kule. Na kule kunakuwa kuna nenepa tu ovyo, maana inakuwa imejinyonga kuliko kawaida. Kwa watu kienda hospitali zetu za hapa labda Muhimbili watu wanashindwa kuchana kutokana na misuli, mishipa ya ufahamu ni mingi mno. Ambao unaweza kuchana mtu akawa chizi, unaweza kuchana mtu akafa. Sisi tunaelewana? Ndio maana unapelekwa India. Kwa sababu kule kuna mashine muda mwingi za kuweza kuiangalia misuli zaidi na kuweza kuitenganisha au kuiyeyusha au kufanya nini. Sisi tunaelewana? Kwa moja hata kama ni ngiri iko kwenye korodani, basi mishipa ya ufahamu ya kupita mwili mzima huaga muda mwingine inapita ile sehemu husika. Kwa hiyo kama sehemu itakuwa imevimba basi itakuwa imejivuta sana. Baridi ikipiga ile sehemu inajisinyaa. Ile sehemu ikisinyaa unaelewana? Ile sehemu ikisinyaa maana yake ule mshipa unakuwa unataka kurudi kule sehemu husika unakuta labda umejikunja. Kama umejikunja maana yake mawasiliano yamefanya nini? Yamekata pale. Sawa? Aha. Nadhani mmemsikia vizuri na labda katika dalili nyingine ya mtu anakata siku kadhaa bila kwenda haja kubwa. Nayo labda unaizungumziaje hiyo? Haja kubwa ngiri, dalili kubwa mojawapo kati ya dalili kubwa za ngiri ni kusababisha ugonjwa unaoitwa constipation. Sawa? Constipation ni ugonjwa tuseme kama magonjwa mengine lakini haswa unapata choo kigumu au choo kama cha mbuzi. Kwa hiyo choo kikiwa kigumu maana yake tumboni mwa kutoka kidogo ni Tatizo. mziki. Kweli. Sio tunaelewana? Kabisa. Kwa hiyo kama ni mziki kitakaa siku nyingi mpaka kijae zaidi ndio kiweze kufanya nini? Kuweze kutoka. Kutoka. Nadhani pia tukiachana dalili hiyo pia kuna dalili nyingine hapa ya
unaweza ukahisi kupigwa mishale katika sehemu za haja, especially katika sehemu ya haja kubwa. Nahisi kama mshale fulani umepita hivi. Tuseme hiyo ni asilimia kubwa ni mishipa ya ufahamu. Kwa kwanza kuna mishipa inachanika. Inaweza katokea kwa mfumo huo, mshipa ukichanika chap unapata kama nini? Kama mshale. Tunaelewana? Lakini pia mshipa ukivutika kupita kiwango. Mshipa, naongelea mishipa ya ufahamu tuelewane. Mishipa ya ufahamu ni midogo midogo mno kiasi kwamba kuona hivi ni vigumu. Kwa muda mwingi sehemu yani hata ukiwa umesinyaa hivi, ikivuta kidogo hivi tu unaweza kukuta chap kimeachia. Sio tunaelewana? Hata kisipoachia kule kujinyoosha kwa sababu kuna hiyo contraction na compression ikiwa imejikunja hivi, wakati ule wa kujinyoosha sasa unakuta unajinyoosha kwa speed tuseme chap. Kwa hiyo ndo unapata ule ile hisia kuhisi kabisa kama umepigwa na mshale. Labda asilimia kubwa ya mishipa ya ufahamu imepita mgongoni kwenye spinal cord. Sawa, kwenye ute wa mgongo haswa ndio imepita. Sio tunaelewana? Kwa ukizingatia ukichinja mtu yani ukichinja mbuzi hapa kwa mbele hapa, ukimkata shingo kwa mbele hapa anachelewa kufa. Lakini ukimkata kwa nyuma ni faster. Sio tunaelewana? Hata binadamu mishipa yetu mingi imepita katika shingo hapa juu. Kwa muda mwingine wewe mtu anaweza kukata hapa na kisu kwa mbele hapa. Sawa, ukaweza kukimbiza hospitali ukapona. Lakini ukikata huku nyuma muda mwingi unakufa mapema. Hatusema watu mwende muue. Natoa mfano, mishipa mingi ya ufahamu inapita huku nyuma. Sio tumeelewana? Kwa muda mwingi mishale ile utakayoipata muda mwingi utaipata mgongoni. Ni panda mgongoni. Sawa, katika baadhi ya dalili za ngiri pia kuna mgongo kuuma. Lakini kuna dalili kuna aina za ngiri pia ambazo zinapatikana mgongoni pia kwenye mifupa ya mgongo. Sio tunaelewana? Ndio naomba tumalizie ile dalili yetu ya mwisho kwa upande wa wanaume, ile ambayo tulisema labda kende kuvuta pamoja na kujaa. Ulisema tuweke mwisho, naomba tuifanye kama kwa ya mwisho kutokana na muda. Ndio. Na sijui wewe unaizungumziaje daktari? Tukiongelea point hiyo ya korodani kuvimba, si ndio Naam. Korodani kuvimba, korodani kuvuta na kadhalika, niseme hiyo tunasema hiyo testicle hernia ni moja wapo kati tuseme ndo ya kwanza. Ndo aina kubwa ya kwanza ya hernia na maarufu ndio hiyo na common ya ambayo inatokeza sehemu nyingi au ambayo inajulikana zaidi. Ndio maana kuna mwalimu hapa alikuja amechelewa. Yeye akasema ngiri ni kuvimba kwa nini? Kwa kende au kwa korodani. Sio tunaelewana? Tukiongelea kiutaalamu zaidi au kimfumo wa binadamu wa maumbile ya Mwenyezi Mungu kwa upande wetu sisi wanaume. Sawa? Pale unapoumbwa ukiwa mchanga umo tumboni umo. Sawa? Ukishasogea kidogo umri umekuwa ukiwa tumboni, lakini hizi korodani huwa haziningini moja kwa moja. Huwa inakuwa ni kingozi tu, kinyama kipo, kingozi tu basi. Yaani kuna cover lile au mfuko ndio unakuwa upo. Lakini zile mbegu hasa tunda za ndani zinakuwa zimefichika katika tumbo la chini. Zinakuwa tumboni katika tumbo la chini. Sio tunaelewana? Kwa hiyo pale mtoto anapozaliwa, aidha muda mfupi kabla hajazaliwa, zile korodani huwa zinashuka. Zinaingia sehemu yake husika. Zinaingia kwenye yale masahani yake au mabakuli yake. Sawa? Muda mfupi kabla ya kuzaliwa au muda mfupi baada ya kuzaliwa. Sisi ambao tumezalisha tunaona vitu kama hivyo. Ana kwa ana live. Kuna mtoto unaweza kumzalisha ukaona kabisa korodani hamna. Lakini muda mfupi unaangalia unaona kabisa zinashuka, zinakuja sehemu husika. Kwa hiyo zikishuka zikija huku sehemu husika zikianza kuninginia sasa kwa mtoto, huwa yale matundu zilipopenya zinapenyaga huku pembeni na pembeni ya kinena, sababu korodani ni mbili. Huwa yale matundu yanaziba kadri muda unavyozidi kufanya nini? Unavyozidi kuenda. Kwa hiyo kuna baadhi ya watoto matundu yale hayazibi moja kwa moja. Sawa? Kuna baadhi ya watoto hayazibi kabisa. Kuna baadhi ya watoto yanaziba moja kwa moja, kuna baadhi ya watoto yanaziba kidogo, kuna baadhi ya watoto yanaziba lakini nyama inakuwa nyepesi, kuna baadhi ya watoto yanaziba lakini nyama inakuwa ngozi inakuwa ngumu ile iliyofunika pale juu. Sio tunaelewana? Kama unavyojua Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha maji kuwa nyama. Sawa? Kwa hiyo pakinini pale huaga panaziba pale, panajitengeneza kitu kinaitwa sheath. Sawa? Ndio. Nikisema sheath napenda kutoa mfano wa nini? Wa hindi. Ukikata ule muhindi ule kuna kingozi fulani hivi kwenye hiki nini
kinachounganisha kati ya sijui nisemeje sijui. Lakini kuna kijani fulani chepesi. Inakuwa kati ya ili nini la muhindi ile. Tuliite nini sijui. Muhindi unaoona pale, kuna muhindi unaoona pale. Ndio. Hapo unaposhikia kabisa kwenye kinini chake, ukitoa ili gamba ili kuna kingozi chepesi utakikuta hapo. Sawa? Kwa hiyo inaitwa sheath ile. Au kingozi chochote chepesi sana yani kama mfuko inaitwa sheath. Sawa? Kwa hiyo kile kingozi ndio kinakuwa kimefunika pale. Kwa hiyo kimefunika pale maana kinakuwa kimetenganisha juu ya tumbo na korodani chini. Maana kimetenganisha utumbo na nini? Na korodani. Kwa hiyo yale matundu yasipoziba yanaweza akapisha upepo, ukakuta mtoto mdogo amezaliwa lakini ghafla pumbu zimevimba. Yanaweza akapisha maji, ukakuta mtoto amezaliwa lakini ghafla pumbu zina maji, korodani zina maji. Unaelewana? Lakini yanaweza kaziba lakini akaacha vitundu vidogo, kwa hiyo mtoto unaweza ukakua kile kitundu kikao kinapisha maji madogo madogo zaidi, ukakuta umeshafikisha miaka 15, 20 au 10 ndio maji yamejaa. Unaelewana? Inaweza kapisha upepo. Lakini hayo matundu pia yanaweza yakajitokeza baada ya kukua, sababu ile ngozi inakuwa nyepesi. Kama unakula chakula kingi umeshiba sana, unaelewana? Alafu kienda kunyanyua vitu vigumu, ukila chakula kingi umeshiba, utumbo wote unakuwa umejaa chakula. Kwa hiyo ukienda kunyanyua vitu vigumu, ule utumbo huaga unasukuma zile sehemu ndogo ndogo, zile kuta. Sawa? Kwa ile kuta inaweza kachanika tu bila hata wewe kujua wala kupata kusikia maumivu yote. Kwa ile kuta kichanika kunaweza kukapisha maji. Lakini kama panapita maji madogo madogo, mwisho wa siku ile tundu likiwa kubwa na utumbo unaanza kupenya. Ukizingatia kuna watu wengi korodani imevimba sana, alafu ule utumbo umepenyea mle. Mtu mpaka anaurudisha ndio anakaa sawa. Sio, tunaelewana? Mwalimu, ni changamoto najua unapozungumzia. Changamoto kubwa ni mambo mengi. Yaani mno sana. Kwa hiyo nadhani mmemuelewa vizuri kabisa daktari. Wanamuita Hamza Majombo official, mwalimu, fundi, daktari. Kwa official tumekuelewa, lakini tupo kwenye upande wa mwanaume. Acha tukimbilia katika upande wa mwanamke. Upande wa mwanamke kuna dalili takriban 2-3 ambazo tunaweza kuzizungumzia hapa direct. Dalili ya kwanza ni kuumwa kwa chango asubuhi sana sana au jioni kabla ya usiku au kabla ya kupata siku zake au akiwa ndani ya siku zake au baada ya kumaliza siku zake. Je, labda mwalimu, kwa upande wa mwanamke unazungumziaje mwalimu? Au niseme swala zima la chango ndio ngiri yenyewe kwa mwanamke. Japo watu wameita chango kutokana na dalili kubwa ambayo huwa inajionyesha ya upepo. Kujaa na upepo tumboni kwa mwanamke, kujamba ovyo, kizembe mara kwa mara. Ndio watu wakaita nini? Wakaita chango. Sisi tunaelewana? Ndio. Lakini kwa asilimia kubwa hiyo chango inatokea pia kutegemeana na nini, na ile constipation. Sisi tunaelewana? Lakini kule kusinyaa na kutanuka kwa tumbo kubwa, sio utumbo, kwa tumbo. Sisi tunaelewana hapo? Tunaelewa vizuri kabisa. Tuendelee. Okay, sasa tukiacha dalili hiyo, nadhani kwa dalili tulizungumza hapo mwanzo kwamba kwenda haja mara kwa mara na tukaegemezea upande wa mwanamke, nadhani inafahamika. Na tumeshapata maelezo mengi sana. Kwa dalili pia kwa upande wa wanawake ni kwenda haja mara kwa mara, hususan haja ndogo. Na hiyo tukiacha ndio tukamalizia yani dalili ya mwisho kwa upande wa mwanamke, katika tendo la jimai yeye hujiona anapata maumivu makali au kukosa kabisa ile hamu ya kuweza kudiriki tendo la ndoa. Je, mwalimu, katika upande wa mwanamke hiyo swala nalizungumziaje? Sababu kwa mwanaume tulisema inafikia tu umeme unakata. Tukizungumzia swala la chango na ngiri, sawa, ni kitu kimoja kabisa. Tofautiana na jinsia na kadhalika, kwa sababu wewe mwanaume pia unaweza kuambia una chango. Lakini hiyo chango yako ni dalili za awali za ngiri. Ndio maana inaitwa nini? Inaitwa chango. Lakini tukasema hili swala zima linahusiana moja kwa moja na swala zima la mfumo mzima wa nini? Mfumo mzima wa nini tulisema? Wa uzazi. Kwa kwa mwanamke ndio vile moja kwa moja. Sio, tunaelewana? Kabisa. Kwa hiyo mwanamke akipata swala hilo lazima kuna interruption. Sawa? Ya mfumo mzima wa kwake yeye. Kwanza hormones zitakuwa haziko sawa, sababu muda mwingi zitakuwa zinatumika huko kuliko kuboost ubongo au kuboost kichwa kwa ujumla. Lakini pia kuna misuli tulisema inachanika, ila inategemea mwanamke hiyo henia yake iko sehemu gani. Wanawake asilimia kubwa henia zao zinakuwa ndani.
Henia Tofauti za na wanaume. wanawake ambazo zinaonekana kwa macho ni hii ya kifuani katikati ya maziwa pamoja na kitovu. Ndio zile ambazo huwa zinajionyesha moja kwa moja. Sawa eh? Ndio. Kitovu kisha mekanizimu yake iko kama vile vile mwanaume kwenye korodani. Kabisa. Sawa eh? Mtoto akizaliwa na hisi mnajua kitovu kinakuwa wazi. Ndio. Wewe inakuwa kwaje sasa? Kwa Sawa. maji au kinyama kinaweza kupenetrate kutokea hali. Huwa pale muda mwingi tuna kile kitovu kinakatwa kuweka vidole vitatu hivi vya mwisho hivi. Unahesabu vidole vitatu ndio unakata nini? Unakata kitovu. Kwa hiyo moja kwa moja hii distance haiwezi kujaa kitu bali huwa kunajitengeneza tena kile kinyama kuna ziba. Kwa hiyo pasipoziba ile nafasi inakuwepo. Sawa? Ile nafasi ikiwa ndogo sana inapisha maji pamoja na upepo. Kuna watu wengine mtovu mkubwa lakini una upepo tu. Ukiuminya unafinyika. Lakini kuna wale ambao sehemu ni kubwa imepisha hadi utumbo. Sawa? Kuna baadhi ya ndugu yangu nilimtembelea juzi mtoto wake nikakuta utumbo ndio unapitia katika nini? Katika kitovu. Kwa hiyo ni baadhi ya masuala ya kawaida. Sawa? Ndio maana tiba asilia tu dunia nzima ndio wameweza kupata dawa ambazo zinaweza kusaidia katika masuala hayo. Lakini tiba ya kizungu ni kuchana tu, kufanya operation. Kama ni kwenye kitovu, fanya operation, tunaziba ile sehemu husika kwa sababu pale si tundu ile si ndio tatizo. Tunaziba sehemu husika tumemaliza. Kama ni korodani tunachana, tunaziba ile sehemu husika inayopisha maji au nyama au kadhaa. Tukishaziba tumemaliza. Kama ni sehemu ya msuli, tunachana sehemu ya msuli, tunarudisha sehemu yake husika, tunashona. Picha limefanya nini? Limekwisha. Nadhani hatutaki kulimalizia picha kama alivyosema picha limekwisha, lakini picha limekwisha kwenye upande wa dalili kama alivyomalizia yeye. Je, labda kwa uelewa wa haraka Abu Saleh pia na Mohamed hapa kuhusiana na tatizo la ngiri na changamoto zake kama ulivyozisikia, kipi kifanyike? Mimi nitakuwa na swali kidogo. Karibu. Ambao nataka kufahamu. Swala la ngiri umesema na uhusiana moja kwa moja na swala zima la uzazi, si ndio? Ndio. Sasa je, upo uwezekano wa mwanaume kushindwa kumpatia mwanamke mimba kama atakuwa na changamoto ya ngiri? Naam, uwezekano upo kwa asilimia kubwa. Ndio. Inategemea ni ngiri gani, ni ngiri ya aina gani na iko sehemu gani. Sawa eh? Kitu cha kwanza tumesema misuli ya ufahamu au mishipa ya ufahamu. Sawa eh? Huwa inafanya concentration kubwa sehemu yenye matatizo kama hayo ya ngiri. Unaelewana eh? Moja kwa moja kisaikolojia au kiubongo kuelekea tendo la ndoa. Sawa eh? Na homoni zile haziwezi kuenda kiusahihi. Sisi tunaelewana? Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, sehemu ambayo ina mbegu za kiume ni viumbe hai, vinatembea, vinakimbia, vinafanyaje? Sisi tumeelewana? Ina kichwa, ina mkia, ina mwili. Sawa eh? Kwa hiyo mbegu ya kiume inabidi ishi katika mazingira yake halisi na temperature halisi. Temperature tunasema nyuzi joto halisi, si ndio? Kabisa. Nyuzi joto kama tunasema ni 37 mpaka 45, basi inabidi ziwe zile. Kwa hiyo sehemu husika ile ikijileta minyama mingine au mimaji mingine huwa temperature inazidi. Sawa eh? Kabisa. Temperature ikizidi zaidi huwa inaziunguza zile. Sio kuzungumza kama zilichoma moto zimeiva, lakini naziunguza. Ikiziunguza kuna kitu tunasemaga denaturation au to denature. Inazitoa katika shepu yake ya kawaida. Aidha zinaweza zikawa mkia hazina, zinatumia tu kichwa pamoja na nini. Ndio kama mjusi unaweza kumkata mkia kina kaendelea kutembea. Akatembea kama kawaida. Unaelewana? Kwa hiyo mkia zinaweza zikawa hazina. Kama mkia hazina, basi ukiziweka ndani ya mwanamke hizo mbegu ambazo hazina mikia haziwezi kutembea. Itabaki kama virutubisho tu vya mwanamke, kama virutubisho vingine, sababu zile ni protein. Asilimia 99.9. Sawa? Kama kichwa hazina, basi zitakufa. Kama ni nyembamba zaidi, basi zitakuwa hazina afya. Haziwezi kufa, lakini uwezo utakuwa ni unapungua. Hazina afya, uwezo wake ni mdogo. Kama joto limezinenepesha zaidi, zitakuwa haziwezi kutembea au kukimbilia lile yai. Hakuna kurutubisha kufanya hayo. Kwa hiyo kifupi, zitakuwa ni matimpwa. Sawa? Kiufupi itakuwa vinatumika kama virutubisho vingine. Sawa. Sio, tumeelewana? Kwa nini ujiulize kwa sababu gani mtoto kijana ambaye hajawahi kufanya jimai hata mara moja, kwa nini korodani zake zisivimbe sana zikawa na mbegu nyingi?
Sababu mbegu zinazalishwa kila siku. Ndio. Kwa nini sasa? Korodani mbegu zinazalishwa kila siku. Ndio. Si ndio za kiume? Ndio. Kuna vijana ambao wamekuwa na miaka 25 hajawahi kumwaga mbegu. Ndio. Vipi? Yaweza kwake zinaenda wapi hizo mbegu? Sawa. Naziachia kilala. Aha, mbegu zina muda wake wa kukua. Labda zina umri wake nazo. Kama ni wiki 2, 3 au miezi 3 au miezi 2. Kwa muda ukifika zinakufa. Zikikufa zinakuwa converted huko huko tu. Zinakuwa converted kutengeneza protini, zinakusaidia mwilini, unanenepa, unakuwa kibonge bonge. Ndio maana ukiangalia sisi huko kwetu vijijini, hawa ng'ombe dume waga tunawakata zile korodani pumbu. Choma. Tunazichoma moto au tunazifunga. Kwa hiyo wakizifunga vile, mimi sizifungagi lakini. Wakizifunga zile, manake mbegu zinazokuwa zinazalishwa zinatumika kama protini kujenga mwili. Kwa anakuwa na nguvu. Wanakuwa na nguvu na nenepa balaa. Hata wewe mwenyewe hizo korodani zako tukizifunga, utanenepa hatari. Kwa sijui kama unasemaje, tuzifunge unenepe. Inawezekana mimi sinazo hizo nguvu za kiume. Naweza kuwa una. Hatuongelee nguvu za kiume, tunaongelea mbegu. Ndio hizo mbegu. Eh. Kwa mbegu zikoje? Mbegu na nguvu ziko vitu Korodani. Zile korodani. Korodani na mbegu zinahifadhia hapo. Sio tunaelewana? Tumela nadhani daktari kaweza kuelezea sana, labda tumkaribishe pia kijana alikuja kwa ajili ya kusikiliza pia na swali kutokana na maelezo. Karibu sana. Mimi nina swali kutokana na maelezo ya hii ngiri. Mm. Yaani ikitokea kwa upande wa mwanamke labda kabla ya hedhi ama baada ya hedhi imetokea miguu kuuma sana, hii inakuwa ni dalili ya ngiri ama ni maradhi mengine? Hayo niseme ni dalili ya vitu vingi sana, lakini hayo ni maradhi mengine na pia inaweza kuwa dalili ya ngiri kama ngiri ndio inahusika. Kivipi yani? Sijui tunaelewana? Umesema miguu kufanya nini? Kuuma sana. Miguu kuuma sana kwa asilimia kubwa inatokana na utokaji wa damu, kwa sababu damu zinakuwa zinatoka ni nyingi, sawa? Utokaji wa damu yani tofauti na mipangilio kiholela. Sio tunaelewana? Asilimia kubwa ya miguu kuvimba au miguu kuuma, damu inaweza kuwa haifiki kiusahihi au damu inaweza kuwa imezidi. Sio tunaelewana? Lakini damu ikiwa haifiki kiusahihi, ndio maana una muda mwingi watu wana visukari, miguu yao sijui na vimba, wajawazito sijui. Wewe saa hizi mguu wako ufunge hapa uone kama uko chini hautovimba. Utavimba tu. Lazima uvimbe. Sababu damu haifiki. Damu itakuwa haifiki. Kwa hiyo muda mwingine baadhi ya wanawake wanaotoka damu nyingi haswa, damu zinakuwa zinatoka nyingi, kwa hiyo baadhi ya sehemu hazifiki. Kwa hiyo muda mwingi watakuwa wanaumwa kichwa, miguu na mgongo kwa asilimia fulani. Okay, nadhani kashazungumza hilo na swali nadhani kajibu, na kutokana na muda pia umekuwa ni Basi jamani muulize, swala la ngiri ni kubwa. Kwa msijali sana muda zaidi ili watu wapate faida. Sasa atakayeweza kusikiliza atasikiliza. Muhimu kuuliza kwa sababu kama hujaelewa unauliza. Hii audio itatufaa sana sisi. Unajua kuna swali aliloniuliza hapa mzee. Sauti kidogo mwalimu. Ile swala la mtu kuwa atakosa choo kwa siku nzima. Au siku moja, siku mbili akawa hajaenda haja kubwa. Kwa hivyo hili sosi yake ni hapa kwa huyu jamaa. Tuelewane sehemu moja. Sawa? Mojawapo kati ya dalili za malaria ni kuharisha. Mojawapo kati ya dalili za kipindupindu ni kuharisha. Mojawapo kati ya dalili za ukimwi ni kuharisha. Mojawapo kati ya dalili za typhoid ni kuharisha. Haimaanishi kwamba kila ukihairisha una typhoid, una ukimwi, una malaria. Tunaelewana? Umenipata? Kwa hiyo dalili moja inaweza kuwa ya vitu vingi sana. Kwa hiyo wewe tumbo lako linaweza kuwa linajaa gesi au unapata choo kigumu kutokana na swala zima la vidonda vya tumbo. Sisi tunaelewana? Kwa sababu vidonda vya tumbo navyo mojawapo kati ya dalili yake kubwa ni gesi. Lakini ngiri mojawapo kati ya dalili kubwa nayo pia ni gesi. Unaelewana? Kwa unaweza kuwa na vidonda vya tumbo, unaweza kuwa na mmeng'enyaji mbaya wa chakula, unaweza kuwa na uzalishaji mbovu wa acid. Sawa? Acid kwa ajili ya HCl, hydrochloric acid, kwa ajili ya kuja kumeng'enya vile vyakula, kusaidia mmeng'enyo wa vyakula. Yaani uyeyushaji, kuyeyusha. Sawa? Watu wanasemaga mmeng'enyo wa vyakula. Vyakula vinameng'enyeka, vinayeyushwa. Tu sio kwamba kuna mashine na saga. Watu wanasema kuna mashine na saga, sijui nini. Ni mmeng'enyo. Watu wanasema mmeng'enyo wa chakula. Na mmeng'enyo wa chakula unategemea na hii acid.
acid nahisi ukichukua acid ya kawaida ukimwaga kwenye nini pale lazima yeyushe, kinayeyuka. Sawa? Kwa uzalishaji wa acid ukiwa mbovu lazima utakutana na tatizo zima la ile acid kumwagika ikakuunguza labda baadhi ya sehemu. Uzalishaji wa acid ukiwa mdogo ni tatizo, ukiwa mkubwa ni tatizo. Kwa hiyo sio kila dalili ni vidonda vya tumbo, sio kila dalili ni nini? Ngiri. Lakini tunaangalia persistence au hicho kitu kimekaa kwa muda gani? Kwa muda mrefu kiasi gani? Kuna baadhi ya dalili kama kupata choo cha mbuzi, sawa? Kuumwa chini ya kitovu. Sijui umeelewa au kuvuta kwa kitovu. Tunaelewana tumbo kujaa gesi. Ukipima vidonda vya tumbo kama huna moja kwa moja kimbia kwenye ngiri. Na pia mngurumo mwalimu umesahau. Na mngurumo tuseme. Ukipima vidonda vya tumbo kama huna kimbia kwenye ngiri. Sawa? Kwa sababu kuna tatizo linaloitwa gastritis size. Gastritis ni moja hapo kati ukienda vipimo vingi sijui ultrasound sijui wanakwambia una gastritis lakini hauna vidonda vya tumbo. Lakini sasa gastritis je imejizalisha yenyewe au imezalishwa na kitu fulani? Naelewana? Gastritis ni gas Ndio kabisa. Uzalishaji wa gas kwa asilimia kubwa. Sio tunaelewana? Kabisa. Kwa hivyo kwa msingi wa maelezo haya mimi nahisi mimi nitakuwa mhanga. Kwa sababu nilikuuliza pale mwanzo. Katika swala la korodani ima moja ikadisapia au zote mbili zikadisapia mitini. Ukabaki na legozi tu. Hii nakumbuka katika umri mdogo sana. Kuna kipindi nahisi kama niliwahi kupoteza hivi vitu viwili mpaka nilikuwa natafuta hii. Unaona sasa na kuna kipindi kingine kuna silo la korodani jambo lingine tena liko katika hii orodha niliona hapa. Alafu ikatokezea tena huu mshale. Unajua sijajua vizuri huu mshale. Unapiga nyuma moja kwa moja au ni mgongoni au vipi nakuwa? Ando pati hizo, yani pati hizo kuanzia kwenye spinal cord kushuka chini huko. Mpaka katika karibu na tumbo haja kubwa. Niseme hivi viungo unajua unaweza kusikia kama mgongo unauma kwa nyuma kumbe ni kifua. Sawa? Haswa pale ambapo kifua kikiumia kwa nyuma. Yaani sio kwa nyuma tuseme hapa ndani ya kifua hapa. Kisipoumia kwa juu hapa basi kinaumia nyuma ya mapafu. Yaani nyuma ya mapafu inakuwa tayari ni ule ukuta wa mgongo wa ndani. Kwa hiyo utasikia kama unaumiza kwa nyuma kumbe ni huku ndani. Yaona jikuna huku kumbe umeona? Ndio kitu kama hicho. Kumbe mambo yako nini? Yako mbele. Ndio kichwa kinaweza kikauma ndani ya ubongo ndio unauma unasikia kama kichwa kinagonga ndani yani unaumia kwa ndani. Lakini unaweza kufanya nini? Uweze kujikuna tuseme. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo sasa huyu jamani niende kwenye swali lake la korodani kupotea. Sisi tunaelewana. Korodani kupotea ndio wale ambao tumeshazungumzia hapo. Kwa yale matundu kama yapo inaweza kaenda. Na ikienda kwa asilimia kubwa sio kama inaenda kukudhuru. Kule si ndio asili yake ilipotoka. Inaenda kusalimia. Basi inaenda kukaa sehemu. Sawa? Ukipata bahati mbaya ule msuli kamshipa kale kembamba kanaoshikilia kanaweza kakajivuta zaidi kama imeenda mbali sana. Au kanaweza kakakaa kamejifinya finya. Kakijikunja basi uzaaji napo ni tatizo. Lakini pia sehemu ya korodani ziko kwa nje. Joto lake limepimwa. Ni sehemu ambayo inapokea baridi sana. Lakini tumbo kwa ndani ni sehemu ambayo haipokei baridi sana. Ni sehemu ambayo ina joto masaa 24. Kwa hiyo utakuta kule kuna joto kubwa. Sio tunaelewana lakini kabisa. Kwa hiyo kama ile swali limewahi kutokea utotoni basi yale matundu yalikuwepo. Kama alijakutokea saa hizi yashaziba. Yana mtindo wa kufanya hivyo, kuziba yenyewe. Yana mtindo wa kuziba yenyewe. Ndio maana uliambiwa ngiri kuna sehemu ambayo haina source, haina chanzo. Unaelewana? Kwa hiyo hapo chanzo kipo, basi mambo mengi yapo wazi. Mungu kuhakikisha kama zipo. Sasa hizi ndio nyingine zinapotea, lakini ukiona zinapotea sana basi ni vizuri kwenda ukafanya nini? Ukaenda ukafanya upasuaji, matundu yale yakazibwa. Upasuaji wa ngiri ni mdogo sana. Ni wa chini tu. Ni mdogo sana tu kwenye nyama hapo. Upasuaji wa tumbo umetoka nje ndio kubwa. Lakini huku ni mdogo sana. Kwa hiyo ni bora kwenda kufanya ule upasuaji mdogo faster. Sisi tunaelewana? Kabisa. Labda kutokana na maswali labda kwa mwingine na swali hapo kuhusiana na ngili. Naam, mwalimu karibu sana. Mimi Faisal labda nitaka niulize swali huenda ikawa wenzangu washauliza kabla ya kuja maana nimechelewa kidogo. Ngiri
kama mfano kuna wengine utakuja kuona wana hizi busha. Ndio. Tuseme si busha, tuseme hivyo. Ndio. Hizi busha utakuja kuona nyingine kubwa lakini sasa hazina maji. Yaani mimi tushazoea kwa mangiri mpaka labda ziwe na maji zile busha aidha. Kuna wengine zina kama nyama lakini kuna muda fulani wakati wa baridi utazikuta labda kuna wengine zinakunja hivi. Zinakuwa ndo zinakuwa kubwa. Lakini nyakati za joto au jua zinakuwa zinanyooka, zinakuwa ni ndefu. Hii pia ni dalili moja ya ngiri. Na maji yakiwa mwilini ndani, unaelewana? Sijiongelea tumboni, nasema mwilini, inaitwa fluids au damu. Fluids na damu, unaelewana? Ni vitu viwili tofauti. Kuna fluids na kuna damu. Lakini yakiwa tumboni utaita maji. Unaelewana kitu? Yaani damu ikiwa tumboni inakuwa maji. Damu sio ikiwa tumboni. Tuelewane. Mwilini kuna vitu viwili, kuna damu na fluids. Yaani kuna damu na maji. Fluids ni maji. Lakini maji ya mfumo fulani wa ute. Na yale maji yana mfumo wa kutengeneza kitu. Ndio kama mbegu za kiume. Mbegu za kiume ni maji. Lakini mwisho wa siku anatokea nani? Binadamu. Kwa zile fluids muda mwingi zinakuwa na cells. Huu mwili wetu wote, nyama yote na misuli yote imetengenezwa kwa cells. Cells zikirundikana zikizidi kujiattach au kushikana zinatengeneza kitu kama nyama. Ndio misuli tuliyokuwa nayo. Ndio nyama hii tuliyokuwa nayo, ndio ngozi tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo hizo fluids ambazo zinamwagika, maji ambayo yanamwagika mle ndani. Sawa? Asilimia kubwa zinakuwa ni zile fluids. Kama seli ni nyingi zitajiattach au zitashikana zitengeneze kitu kama nyama. Unaelewana? Lakini kabla ya hapo yanakuwa maji kwanza. Unaelewana? Lakini maji ambayo ni fluid, sio maji kama haya ya kawaida ya kunywa. Sio, tunaelewana? Mimi nishawahi kufanya operation tuseme process moja au procedure moja ya kuvuta maji kwenye busha. Yale maji ukiangalia sio maji haya ya kawaida. Wala sio usaa. Kama ukonde. Yaani kama ute fulani hivi mwepesi. Na mie. Hata inaweza kwa tajivute kama ute fulani hivi mwepesi fulani. Unaelewana? Unavuta kwa mwalimu bomba. naisha kujibu. Mwalimu, swali lako umeelewa vizuri. Bado sijajibiwa. Bado? Ndio. Nimeuliza hiyo nayo pia ni dalili ya ngiri? Si dalili ya ngiri, hiyo ni ngiri kabisa. Sababu ushakuwa na hiyo hali. Busha ni ngiri. Yaani hapo ngiri ishajidhihirisha. Ngoja kwanza. Naam. Yaani nimaanisha hivi. Ongeza sauti kidogo nikusikie. Yaani nimemaanisha hivi kwamba hili busha au tutatumia lugha ya busha hata kama ya korodani. Hizi korodani, yani kwamba tumezoea kwamba mtu kuwa na busha ndo tunasema ngiri. Sawa? Aidha ni kujaa maji au sijui dalili nyingine kinyume na hivyo. Lakini ninayozungumza mimi ikiwa haijajaa maji lakini kwamba inakuwa ni ngumu, yani hii korodani au hizi korodani zenyewe zinakuwa ni ngumu kama zina asili ya nyama. Lakini ikifika nyakati za joto au za jua kama hivi zinashuka. Ikifika nyakati za asubuhi kama vile baridi zinakuwa zinajikusanya sehemu moja. Hii ni dalili ya ngiri? Niseme kitu kimoja, kama korodani ziko kwenye hali yake ya kawaida, sawa Ndio. Uwaga ni kama hivyo, hata mwili wote tu, sio korodani tu. Sio, tunaelewana? Ndio. Ni korodani tunasema hivyo kwa sababu ni ngozi inayojitegemea, ni ngozi laini. Sawa? Ndio maana inakuwa inafanya hivyo mfumo huo. Lakini korodani zote kiurahisi tulisema kwamba kitu kikipata joto huwa kinafanya kina expand au kinatanuka. Kikipata ubaridi huwa kinafanya kinajifinya. Kwa hiyo hata ile shavu lako huwa linajifinya bila wewe kujua. Tunaelewana? Kwa sababu sio ngozi inayojitegemea, ndio maana huwezi kujua. Sababu ni ngozi ambayo iko juu ya nyama, haijitegemei. Korodani, ukiachana korodani ndani, ngozi yake ya juu inajitegemea. Sawa? Kwa hiyo ikipata baridi lazima ifanye nini? Lazima ijikunje. Na ikipata joto lazima itanuke. Lakini nategemea kama imejikunja sana kupita kiasi basi ni tatizo. Kama zimeteremka sana kupita kiasi pia Ni tatizo. Lakini mtu yoyote yule ukijiangalia tu korodani zako utakuwa unazijua kwamba hapa zina tatizo au hazina. Hapa zina. Au kinadhani swali lako Hata nadhani ukishika tu, yaani Mwenyezi Mungu ameumba hivyo, hata ukishika hivi tunajua hii ngoma sio. Wewe huna ngiri? Lakini 90% ya watu ni chepesi kupata ngiri ya wanaume, msishangae swala hilo.
Kivipi niulize dokta? swali hapo hapo kwa. Lakini Rahisi tumalizie kwanza. nitakuwa nimetangulia mambo. Kwa nini? Unasema nitakuuza lakini nitakuwa nimetangulia mambo. Okay, sasa kutokana na muda pia unadhani unatupa mkono jamani, tuliangalia sana na muda kwa sababu wewe umeweza kuzungumza na kuweza kufanya mambo haya, lakini wengine inabidi wasikilize audio na waweze kupata audio zingine kwa kusubscribe pamoja na kushare, nikiwa kama JJ Vivunde Naam, niseme Dr. Aniti hapa. Naam, kuna audio nyingi ambazo tumezielezea kwa sababu hivi ni vitu ambavyo tunavielezea, hatusomi sehemu, tunavitoa kichwani. Kwa hiyo saizi ukielezea hivi lazima vitu vitatofautiana. Sio kwamba utaelezea vile. Saizi tunaweza kwa tumeongea saa nzima, lakini baadaye unaweza kutumia hata nusu saa kuelezea baadhi ya vitu. Kwa hiyo zipo audio nyingi za ngiri. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo hujavipata huko utavipata kwenye audio nyingine. Asante sana. Nafikiri nitakuomba ama utatupa namba zako. Tuzipate. Haina shida. Wewe audio hiyo utakapoipata ukiona namba chini tuchukua namba hizo utakuwa umeshafika. Naam. Kwa karibuni sana jamani. Asanteni sana.